mimi kuna mwanamke jina yake Kaneza Rahma. Eski mtoto wa Lolilo jina yake Kaneza Rahma? Au Bujumbura nzima mtoto wa Lolilo jina yake Rahma tu? Mimi kutumia screenshot ya Limikashi ya mwanamke jina yake Kaneza Rahma. Sasa mimi my wife madam yangu alionaga screenshot ya Limikashi ya Kaneza Rahma, kafanya tia akili direct kwa mtoto wa Lolilo. Ndio akatafuta wa sijua Nelinati wa nani kupashia habari za uongo. Bana, tumeinasa taarifa nyeti ambayo sasa hivi inazunguka kwenye mitandao ya kijamii baada ya lile sekeseke ambalo unalifahamu ambalo limeripuka kuanzia mwanzoni, kuanzia katikati mwa wiki hii, ambapo linamhusisha moja kwa moja Lolilo pamoja na aliyekuwa mpenzi wake au aliyekuwa mama watoto wake Shan Queen au Shanela, na sekeseke hilo linamhusisha moja kwa moja mtoto wao Rahma ambaye walimzaa miaka ya 90 kule 88 na baadaye ikaibuka story mwaka 2023 kwamba pale ambapo na Shan Queen alikuja kudai kwamba mtoto ule sio mtoto wa Lolilo. Kulikuwa na habari za chini ambazo mpaka sasa hivi watu wanazidi kuzipa nafasi kubwa sana kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Sasa baada ya ile sekeseke kuna story nyingi ambazo zimeweza kutokea. Mfano, kuna story ya kwamba Lolilo alimshutumu Shan Queen kwamba alikuwa akimuuza mtoto kwa wabwana wengine au kwa wanaume wengine. Baada yeye wabwana hao kuwatumia au wanaume hao kuwatumia, alikuwa pia anamchukua mtoto anamuuza kwa hao mabwana zake. Hizi ni shutuma nzito ambazo Lolilo aliweza kutoa kwa dhidi ya Shan Queen. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo alivizungumza, Lolilo alisema kwamba ana ushahidi wa screenshot wa fedha ambazo zilikuwa zinatumwa kutoka nje wa diaspora, walikuwa wakituma fedha kwa ajili ya kumpata Rahma. Nadhani hapo ndipo ambapo sisi tumejaribu kutafuta ukweli uko wapi. Hizo screenshot ni screenshot gani na zimetoka kwa nani? Sasa leo hii hapa tunakupa mwanga kabisa, hatuachi chochote ili kuweza kufahamu wewe ndugu mtazamaji kwamba hili sakata lilianzia wapi na linakwenda wapi. Miongoni mwa yale ambayo yalikuwa ameyadai kwamba ni ushahidi wa screenshot ambayo alikuwa na Shan Queen akipokea fedha kutoka nje. Tumeinasa hiyo screenshot, tunayo, na screenshot hiyo inadaiwa kutoka kwa moja kati ya vijana ambao wamekuwa wakisupport sana muziki wa Burundi. Anafahamika kwa jina la Mario Balotelli. Nadhani ni mmoja kati ya watu ambao tumemsikia na amekuwa akihusishwa sana kuhusiana na hii issue kwamba yeye ndio alikuwa anatuma fedha ili aweze kumpata Rahma. Sasa ukweli ni upi? Baada ya mambo hayo kuanza kutokea, tumemtafuta wenyewe Mario Balotelli atuambie kinaga ubaga. Naam, Balotelli, nadhani wewe ni mmoja kati ya watuhumiwa ambao mmepewa shutuma nzito kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kati ya familia ya Lolilo pamoja na mzazi mwenzie Shan Queen. Wewe Balotelli unashutumiwa kwamba wewe ndio ulikuwa ukituma fedha kwa Shan Queen ili uweze kumpata mtoto wake Rahma. Kwanza nataka kufahamu hizi story ulizisikia ukiwa wapi na ukweli wake hasa ni upi? Ni kipi ambacho kilipelekea mpaka wewe kuweza kupewa shutuma nzito kama hizi? Hamna kabisa mtangazaji, hamna kabisa. Hizo habari si za ukweli. Hizo habari yani si za ukweli kabisa. Mimi mtumishi Shan Queen pesa eti nipate mtoto wake? Hamna kabisa. Hizo habari si za ukweli, ni habari za uongo. Unaona? Habari za uongo. Kitu chenye naweza kawaambia tu, mimi kuna mwanamke jina yake Kaneza Rahma. Eski mtoto wa Lolilo jina yake Kaneza Rahma? Au Bujumbura nzima mtoto wa Lolilo jina yake Rahma tu? Mimi kutumia screenshot ya Limikashi ya mwanamke jina yake Kaneza Rahma. Sasa mimi my wife madam yangu alionaga screenshot ya Limikashi ya Kaneza Rahma, kafanya tia akili direct kwa mtoto wa Lolilo.
Mtu akatafuta wa sijua nilinati wa nani kupashia habari za uongo. Mtoto leo mimi simjui. Sija kumuona TikTok. Mtoto leo mimi simjui na sija kukaa na Shani Queen chini. Ngoa unaongea na Shani Queen eti mimi mtoto wako pesa hizi na hizi. Sio kezo mapreve. Yule mwanamke anakutumia picha na anakutumia screenshot ya mikashi waoneshe. Na wenyewe watie preve. Ndio kwa unasema na mambo Shani Queen anataka mtoto wake. Waache kuchafua jina la mtu, waache kuchafua mtoto wa watu, na waache kutangaza habari yani habari za uongo. Habari za uongo hazina ukweli wote. Naam, Balotelli, baada ya kukanusha hii swala la kwamba wewe si muhusika na wala hujatuma fedha kwa Shani Queen ili uweze kumpata mtoto wake Rahma, unakanusha. Sawa, lakini zipo taarifa kwamba zinadai kwamba wewe ulimpiga mke wako baada ya kwa sababu taarifa hii inaonyesha kwamba imetoka kwa mke wako baada ya mke wako kufumania baadhi ya message hizi ambazo tuko tunazijadili hapa, na pamoja na hii screenshot ambayo tunaijadili sasa hivi hapa. Mke wako aliweza kutafuta watu ambao inasemekana kwamba alitaka wamsaidie kuweza kumkomesha Rahma kwa hiki ambacho kinaendelea. Sasa kwanza nataka tufahamu kwa je, mke wako kweli taarifa hizi yeye ndo aliyezisambaza na alikuwa anahitaji msaada kweli ili aweze kusaidiwa, taarifa ziweze kumfikia Rahma ili aachane na wewe, na baadaye utuambie ni kweli mke wako ulimpiga baada ya taarifa hizi kuweza kusambaa? Sikiliza nikwambie baba, mimi sija kumpiga mke wangu, sijawahi kumpiga mke wangu. Na hii miaka 3 niko nakuja Afrika, Abuja nakuja, sija kumpiga mke wangu. Unaona? Hicho kitu enda kuongea ni uongo, sija kumpiga. Sijawahi kabisa. Na mimi siwezi pigana na mwanamke, siwezi piga mwanamke mimi. Sijawahi piga hata mwanamke maisha yangu yote mimi. Mimi napigana na waume zangu. Unaona? Na usema ngotenda kutafuta watu kumsaidia, ilikuwa ni hasira. Na nilimwambiaga, hichi kitu uko unafanya sio poa. Unaona? Sasa alimtafuta ni nani alimsaidia nini? Ndio kwenda kuongea habari za uongo kwa mitandao, eti mimi natoka na Shani Queen, natoka na mtoto wake, tipreva konazo, pesa natuma. Unaona? Habari za uongo tu, ni uongo kuchafua jina za watu. Naam, umezungumza vizuri. Sasa tuje kwenye hili swala la baada ya hii issue kuweza kutokea, na kitu gani ambacho ulikifanya hasa? Je, ulimtafuta Lolilo muweze kuzungumza naye ili uweze kumuonyesha hiki ambacho kinazungumza sio, aidha ulimtafuta Shani Queen mwenyewe uweze ili uweze kumfahamisha hiki ambacho kinaendelea kwamba sio sahihi? Na kama je ulizungumza naye, hebu tuambie Lolilo ulizungumza naye kitu gani, na Shani Queen na yeye pia ulizungumza kitu gani? Umeona, ili watu waweze kufahamu kweli sio wewe aidha ni wewe, kutokana na kile ambacho utakizungumza. Mimi Lolilo nilimtafuta, Lolilo nilimwandikia, nikamwambia bro nataka kuongea nawe dakika 3. Akaniambia fresh, nikampigia simu Lolilo. Nikampigia simu tukaongea, akaniambia ndogo wangu, wakati wanaonyesha hii screenshot ya mikashi ya pesa, nikaiona nikamwambia huyu sio mtoto wangu. Lolilo akaniambia huyu, akawaambia huyu sio mtoto wangu. Unaona? Nikamwambia Lomini kwa kutafuta nikwambie hicho kitu juu unaona kama habari hizo nasambaa eti mimi nitoka na mtoto wako na nikatoka na mamake. Sasa ndio nilikuwa nataka kukuweka wazi nikupatie ukweli. Hizo habari si za ukweli. Leo akaniambia kabisa mimi najua kabisa hauwezi kunifanyia hivyo. Mimi leo namheshimu sana bro, leo namheshimu sana, ni brother, ni mtu mwenye sometimes anipika tima, ananiambia mdogo wangu maisha ni hivi. Siwezi kumfanyia unyama hivyo kwa unapita nyuma tafute mtoto wake, mimi na mtoto wake, afu nangu tena mke wake. Siwezi fanya kitu hivyo. Leo akaniambia kabisa mimi nimeonaga kabisa, nikamwambia uso mtoto wangu na ule Peti namjua, si Balotelli namjua, hawezi kafanya kitu kama hichi kupita na mtoto wangu. Unaona? Shani Queen anampigaga simu, Shani Queen tukaongea naye, akaniambia mimi nakuomba kuwa muwazi, uende tafuta mtu mtangazaji wote, ongee naye, uongee ukweli kabisa, watu wajue ukweli ni hivi na hivi. Unaona? Kiomba kama ni kama shanichafulia jina, chafua jina mtoto wa Shani Queen, ushamchafulia jina Shani Queen. Unaona kitu eti mama analala na huyu, yani mama analala na mtu, afu mtu anafanya patia mtoto akilala na mtu.
Unaona? Ni kitu yani imeenda kuongea vitu uongo kabisa, kuchafua jina za watu. Na pia unajua Balotelli, unapokuwa unashutumiwa na kitu, aidha unazungumziwa kuhusiana na jambo fulani, lazima wewe uwe unalifahamu hilo jambo, aidha umesha kuliona au umesha kukutana nalo. Mmetaka nifahamu kwa upande wako, je, hivi ni kweli Rahma mnafahamiana na mmesha kukutana sehemu na mkazungumza ile ambalo linazungumzwa kwamba wewe ulikuwa unapitia kwa Shan Queen ili uweze kumpata Rahma? Nataka kufahamu kwa upande wako wewe, mnafahamiana na Rahma, mshawahi kuonana au aidha tuseme mazungumzo kati yenu na yeye yapo? Baba mtangazaji, mimi mtoto wa Lolilo sijawahi unaona hata kukutana naye hivi msikila, sio kukutana naye hivi ni wanaambie ule ndo mtoto wa Lolilo, sijawahi. Unaona kukutana mtu hata msikila, sio hivi mu restaurant ba wapi, wanaambie ule ndo mtoto wa Lolilo, sijawahi. Simjui sura, gisi nikwambia, sija TikTok, sijawahi, sinaga namba yake, siku ami wake Facebook wapi, yani siku kabisa. Shangaa habari zinasambaa, watu wanaongea uongo, wanaongea ujinga wa mitandao, na uko serious kabisa. Na uko serious kabisa mbele ya mike, mbele ya kamera, wanaongea kabisa ulofa uongo abanaki. Come on, fuck it man. Mimi shangaa tu, unaona mtu anaongea hivi ngoti mimi mtoto wa Lolilo na anamtumia pesa. Tumia pesa wapi? Sio aweke hizo mikashi nje. Bro, hizo mikashi siwaziweke nje, zimina mtumia pesa siwazioneshe. Mimi nishakutumia hiyo. Huyo Kaneza Rahma ndio unajua kama ni mtoto wa Lolilo. Kaneza Rahma ni mwanamke, mimi ni rafiki yangu sana. Na picha kutumia hata kumaraji yangu, alikuja hata kumaraji yangu mwanamke Kaneza Rahma. Kuja hata kumaraji yangu mimi. Na kuja kumaraji ku invitation madam yangu. Sasa pekee madam yangu ananiambia, madam yangu ananitumia voice. Ananiambia vitu nyokuwa sasa kama ulitoka mtoto wa Lolilo, wako kudanganishia. Nikamwambia why wako kudanganishia wakati wewe ndio unataka kutoa hii vitu yote nje. Kumi kwa tukua mtoto wa Lolilo. Hivi na kwa wako kudanganishia. Come on. Na Balotelli, kwa kumalizia, metaka utengeneze kitu kama conclusion, yani tuseme kwa Kifaransa wasema conclusion. Kwa hili ambalo limetokea, mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi anatakiwa afahamu kitu gani ambacho akikisikia kutoka kwako atafuta haya yote ambayo yametokea. Na pia mimi ningependa ugusie pia swala la Lolilo kuweza kutoa laana kwa mtoto. Nadhani mpaka haya yote yanatokea, maana yake ni mlolongo wa mambo yote ambayo tumeyazungumza hadi kapelekea Lolilo kuweza kutoa laana kwa mtoto. Na ningependa utengeneze mazingira, uzungumze jambo ambalo linaweza likawa mtu akalichukua na akaelewa hiki ambacho kinaendelea ni 1 2 3, kuliko haya ambayo yanaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu anazungumza lake, huyu ana hili, huyu ana hili. Ningependa kwa upande wako ufanye conclusion ili tuweze tutoke na kitu kimoja ambacho mtu atakinote kwenye akili yake, na baadaye atafuta kabisa hizi vitu ambavyo vinaendelea. Na vile vile toa ushauri kwa Lolilo, mpe ushauri vile na Shan Queen pia, bila kusahau mtoto yule. Nadhani japokuwa unasema kwamba mfahamiani, lakini unaweza ukatoa kama ushauri ili kuangalia namna gani hii familia inaweza ikarudi kwenye hali yake, watu wakaombana misamaha na maisha yakaendelea kama kawaida. Mimi kitu naweza nikamwambia watu, juzi kuna maliza siku watu wanatumia hizo video, ulifaa hivi bro, utakuwa mtoto nini. Kitu kinaweza nikamwambia watu, mimi hizo habari si za ukweli. Yani hizo screenshot za pesa, sio za pesa, yani limikashi ya pesa. Ni mwanamke kwa jina yake Kaneza Rahma, si mtoto wa Lolilo. Madam yangu alionaga jina ya Rahma kafana pansi direct kwa mtoto wa Lolilo. Uko unaona hizo issues wako natangaza sijuma TikTok wapi, ni habari za uongo. Mimi sijawahi kuona mtoto wa Lolilo, simjui. Shan Queen sijawahi kukaa naye chini kutuongea, sijawahi kabisa kukaa na Shan Queen hivi macho kwenye hivi kutuongea, sijawahi, sija kusimu.
Unaona, kinashangaa watu wanasuka habari za uongo, wanatangaza yani mtu anaongea utafika, yani mtu uko serious anaongea kabisa eti kuna preve iko na vitu vyote ngo msimu. Sasa ziweke nje hizo preve. Mimi naambiaga madam yangu chikitu atasio. Na mimi kusuya hiyo issue alilo kwenda kutoa razi kwa mtoto wake yani bila makamera, alidekone lolo ni brother mimi alidekone hiyo issue to marazi nini. Ule ni mtoto wake anatabaki kwa mtoto wake. Kenya gifanya yeye atafute mzazi mwenzake wakae chini waongee. Mimi si kila mtu ashakuwa na familia yake, mimi angetafuta mzazi mwenzake wakaongea. Ule ni mtoto, hawajui kesho atazaa nani, hawajui kesho mtoto atakuwa nani. Uko unaona? Ndio hivyo kabisa. Naam, wapenzi watazamaji wa Platform Show, mimi sina la ziada. Balotelli tayari mmemsikia na hiki ambacho amekizungumza tayari kila mtu ameweza kuweka kwenye akili yake na kuweza kufahamu ukweli uko wapi baada ya hizi shutuma ambazo zimetokea wiki hii. Nadhani ni moja kati ya story ambayo imesumbua sana vichwa vya habari na kuweza kuwasumbua baadhi ya wadau wa muziki hapa nchini Burundi. Kwa hiyo lolote ambalo litakuwa likitokea katika story hii lazima tukuletee, na kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kukifanya sasa hivi ni kuendelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu story bado zipo, na kwenye hii story bado kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa kuvifahamu, na tutakwenda tunavileta kadri ya namna ambavyo vitakuwa vikitokea. Bana, mimi sina la ziada, tukutane katika vipindi vinavyofuata, nami ni Vano mtangazaji.